Antipas Mugwai Lissu ambaye anashtakiwa na Jamhuri kwa kosa kwamba kwa tuhuma za uhaini. Leo ilikuwa ni siku ambayo ni uamuzi wa pingamizi ambalo mwenyekiti alikuwa ameweka juu ya ile notice ya serikali ya kutaka kuleta ushahidi wa ziada katika kesi yao kwa yule shahidi wao ACP Amini Mahamba. Amini Mahamba kama mnavyofahamu, yeye tayari ni shahidi kwa sababu kwamba taarifa zake za ushahidi na maelezo yake yameandikwa katika ile taarifa ya mahakama ya ukabidhi ya pale Kisutu, na hizo taarifa zake zimepokelewa hapa. Kwa hiyo ule ushahidi wake kwa sehemu kubwa upo mahakamani na mwenyekiti tayari ameshajiandaa nao kuweza kukabiliana naye, kwa sababu ndio tunasikia kwamba ndio shahidi wao muhimu sana, ndio amebeba kesi hii. Sasa licha kwamba ni shahidi muhimu, bado serikali ikafikisha maombi ya hiyo notice kwamba wanataka kuongezea ushahidi wa ziada wakitumia kifungu cha 308 cha sheria ya makosa ya mwenendo wa makosa ya jinai. Sasa baada ya ile pingamizi, mahakama leo imetoa uamuzi wake. Jopo la majaji wao watatu wamesema kwamba maombi hiyo, taarifa hiyo au notice hiyo haipo kisheria, kwamba ni batili, haina mashiko ya kisheria kwa sababu inataka kuleta ushahidi wa ziada kwa mtu ambaye tayari ni shahidi. Kile kifungu cha 308 cha sheria ile ya mwenendo wa jinai chenyewe kinaruhusu tu taarifa hizo kuletwa na mtu ambaye ni shahidi, ambaye hakuwa shahidi katika ile kesi, na sasa ni kwamba wewe ushahidi amkuwa nao wakati ule. Na kikubwa zaidi, majaji wameendelea mbele na kusema kwamba inatakiwa ushahidi huo uhusiane na kosa lile ambalo liko mahakamani, na maana yake tunazungumzia yale makosa ambayo mwenyekiti anatuhumiwa kuyafanya tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa ukitaka kuleta yale mambo tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na kuendelea, hapo unaleta kitu tofauti kabisa na kitu kwa mahakamani. Na kwa kweli kwa sehemu kubwa hata ukiangalia kisheria ni kwamba unataka kuijazia mahakamani na mambo yasiyohusika. Kama tunazungumzia maswala, mwenyewe mnapenda mpira, unazungumzia maswala ya Yanga, uweze kuleta maswala ya Simba. Kama unazungumzia maswala ya Simba au Cosmopolitan, uweze kuleta mambo ya timu nyingineyo. Sasa hoja ya msingi ni kwamba mwenyekiti anatuhumiwa kwa makosa ya uhaini kutokana na kauli yake tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025. Uweze ukaleta mambo ya matukio tarehe 29 mwezi wa 10 na kuendelea, kwamba watu wameuawa, kana kwamba na kutaka kufanya kugeuza ile kesi kutoka katika kesi ya matamshi kuwa kesi ya mauaji. Kwa hiyo ikawa ni kwamba mahakama imekataa. Sasa baada ya hapo, upande wa mashtaka wakapiga sarakasi kidogo, wanadai walipigwa na ngumi ilikuwa ni nzito. Sasa wakaamua kusema kwamba wanaomba muda wa dakika 50 saa moja kwenda kujipanga, na kwa sababu imevuruga kidogo utaratibu wao wa ushahidi na kuwasilisha ushahidi wao. Wakasema wanaomba wakajipange ili waweze kumwandaa shahidi wao, lakini kumbe walikuwa na lao jambo. Mahakama mwisho wa siku akasema kwamba tusibishane sana, tutoe dakika 50 turudi saa 5 asubuhi, ile asubuhi kuendelea na kesi. Tumekaa mpaka saa 9 nadhani, sio saa ngapi, tumekaa kwa muda saa 8 na kitu ndio tumerudi mahakamani. Kumbe serikali kuja sasa, wamekuja na kitu kipya kabisa. Wamekuja na notes of motion, maombi kama maombi ya pembeni kwa mahakama ya rufaa, kwamba hawajaridhika na ule uamuzi au mwenendo wa jinsi ambavyo ile pingamizi imeendeshwa na mahakama kupitia ule uamuzi wa leo. Kwa hiyo wamesema kwamba wanakwenda mahakama ya rufaa, wakitaka mahakama ya rufaa itumie mamlaka yake ya mapitio iweze kufanya nini, kupitia ule mwenendo au ule uamuzi ambao umefanywa na mahakama hii. Hiyo inamaanisha nini? Kesi hii lazima isimame. Hapa imesimama kwa sababu wanasema shahidi wao yule wa msingi, huyo bwana ACP Mahamba, ambaye sasa maana yake amekumbwa vibaya sana na huo uamuzi. Kwa hiyo wanaamua kukatia au kuiomba mahakama ya rufaa ipitie tena huo uamuzi na ule mwenendo mzima wa jinsi ambavyo kesi ilivyokwenda. Kwa kweli mwenyekiti hakufurahishwa na hilo. Amependa tu kusema kwamba ni wazi kwamba kifungu cha 8 kifungu kidogo cha pili D cha sheria ile ya mahakama ya rufaa, Appellate Jurisdiction Act, inasema kwamba mambo ya mapitio hakuna kutoa na rufaa au mapitio, mambo ya mapitio katika maamuzi ambayo hayamalizi kesi ya msingi. Mwenyekiti amependa kukumbusha mawakili wa serikali kwamba wazingatie hilo. Kwa hiyo wao na akasema basi mahakama inakuwa imefanya nini, imefungwa, basi hatuna ujanja. Lakini nafahamu kwamba kuna uamuzi mmoja wa kesi ya Peter Madereka ambao nadhani huenda ndio serikali wanaotumia, ambao unasema kwamba mnaruhusiwa kwenda kufanya mambo ya mapitio kwa kupitia kama unapinga mwenendo.
Sasa wao maana yake wanataka kupinga mwenendo wa kile ambacho kimefanya nini, kimeendelea, kana kwamba mambo yalikwenda shagarabagara, kwamba sivyo inavyotakiwa kwenda. Mwisho wa siku wanataka kwenda kupinga ule mwenendo. Mwenyekiti amesema yuko tayari kabisa kuweza kukutana nao kule mahakama ya rufaa, na hii kesi mahakama imeweza kusema kwamba basi itabidi kesi hii isimame, isubiri ule uamuzi wa mahakama ya rufaa. Kwa hiyo ni rai yetu kwa upande kama wanasheria na kama vile maafisa wa mahakama, tukizingatia kwamba hii ni kesi kubwa kushinda kesi zote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa ibara ya 28 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ambayo inasema uhaini ni kosa kubwa dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Basi mpira sasa umehamia kwa Jaji Mkuu. Jaji Mkuu George Masaju, sasa mpira umehamia kwako, ni kwamba sasa wewe ndio ambaye unatakiwa kwa kuzingatia unyeti wa kesi hii kuweza kuamua jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaa kuweza kuisikiza hii kesi haraka. Ni wito wetu kwamba isiingie kule kwa ni mtindo wa kwenda kupaki kesi mahakamani kule mahakama ya rufaa, kwa sababu mtindo mara nyingi mawakili ambao wanafanya ukiona umezidiwa hata katika yale maombi ambayo yana hali ngumu, unaweza kuipaki kwenye mahakama ya rufaa kwamba ikae huko na wewe uchoke uozee huko. Sasa mtuhumiwa kama ambavyo amesema, sasa yule mshtakiwa, mwenyekiti amesema kwamba yeye yuko gerezani, maana yake anaendelea kuumia. Ili sasa kuondoa maumivu haya na mahakama kuhakikisha kwamba ile kasi na mtiririko wa kesi unakwenda vizuri, basi ni vema mahakama ya rufaa ikaweza kuitisha ile faili mara moja ya maombi kuyasikiza kwa haraka na kutoa mwongozo kwa vitu kama hivi katika kuhusiana na kesi hii, kwa sababu kama na mwenyekiti angekuwa na yeye anakwenda kwa staili hii, na yeye angekuwa anapeleka maombi mengi sana, kwa sababu mara nyingi mapingamizi yake yamekataliwa. Lakini kwa kutambua kwamba hakuweza, hamna sababu ya kukata, sheria inakataza mambo ya mapitio, amekuwa anaacha kwamba nini masuala yaende. Anayeumia zaidi ni yeye yuko ndani, ambaye yuko mahabusu, hana dhamana. Kwa hiyo ambaye anaumia ni yeye zaidi kushinda wale ambao wanamshtaki, ambao wao wanafanikiwa kulala vizuri kabisa kwenye vitanda vyao kila uchao. Sasa ni vema kwamba mahakama ya rufaa, Jaji Mkuu, tunakurai na kukusii kwamba kutokana na umuhimu na unyeti wa kesi hii, na kwa sababu ndio kesi kubwa kushinda zote katika Jamhuri ya Muungano ya Tanzania hivi sasa ambayo inaendelea katika mahakama zetu, basi kesi hii hizo, kwa sababu mpira umehamia katika mahakama ya rufaa, mahakama ya rufaa ichukue jukumu la haraka kabisa na mamlaka haya anayo Jaji Mkuu kuweza kuipangia majaji wanaohusika, na mwisho wa siku uamuzi utolewe haraka. Kuna kesi kule Shinyanga ilichukua tu wiki moja ikaweza kupangiwa majaji. Tunatumai kwamba hata hii inaweza kupangiwa ndani ya wiki moja ikaweza kusikizwa na mahakama ya rufaa ikatoa uamuzi. Mwisho wa siku mtiririko wa kesi hii usiweze kufanya nini, kupotea, kwa sababu vile heshima na taswira ya nchi yetu iko mahakamani. Kwa hiyo all of us nchi yetu inashtakika katika hukumu ya katika mahakama, katika jukwaa la kimataifa. Basi ni vyema kwamba mahakama isikubali kutumika au kuonekana kama sehemu ya kuhamisha kesi kama hii, bali iendelee, hadi mamlaka ya Jaji Mkuu aweze kuyatumia kwa haraka zaidi na kupanga ile jopo la majaji watatu. Tunafahamu kulikuwa na sessions mbalimbali ambazo zinaendelea katika mahakama mbalimbali hapa za mahakama ya rufaa sehemu mbalimbali. Wale majaji au ile mikutano au vile vikao vinakaribia kwisha, ni rahisi kuweza kupata majaji watatu na kuweza kuitolea uamuzi. Sasa baada ya hayo ni kwamba kesi hii imeahirishwa kwa misingio. Kikubwa zaidi ambacho ningependa ni kwamba nikuwashukuru sana wote ambao wamekuwa wamejitokeza kuhudhuria hii kesi kwa moyo wa upendo na mshikamano mkubwa ambao wameweza kuonyesha, wanachama, wafuasi na wapenzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, vile vile na mtu ambao wanaipenda nchi yetu ya Tanzania, kwamba tuweze kukaa katika mfumo mzuri wa haki. Mmekuwa mnahudhuria kila siku na mmeweza kuona, lakini ambacho kwa kweli hakikufurahisha ni kile kitendo cha sisi kuachwa mahakamani kwa muda karibu wa hizo saa 3, wakati kesi takiwa ianze saa 5, mwisho wa siku ndio kuanza saa 8 na kitu. Imeleta taswira mbaya sana. Nadhani sijajua vitu gani vimeandikwa katika mitandao ya kijamii, lakini kwa kweli vimetia doa kubwa sana. Leo ni siku nyingine nyeusi sana kwa nchi yetu kwa hiki kilichotokea hapa mahakamani, kwa sababu nimekuwa nikisisitiza haya mambo ili tuelewe, tuje kwenye context hii kwamba Tundu Lissu na mamilioni ya Watanzania wanamfuatilia, dunia inafuatilia, kila sehemu Tundu Lissu anasikika. Ni Watanzania wangapi wanaonewa na hawa watu wanaotakiwa kulinda haki zao kwa kuvunja sheria, na hawa Watanzania hawawezi kusikika? Kwa sababu fikiria hivi, Lissu amezungumza humo ndani kwamba hii ruling iliyotoka leo kwa lugha ya kitaalamu wanasema ni interlocutory.
huwezi kuyapili, lakini wote tunajua kwamba kukata rufaa ni sehemu ya kuchelewesha aliyoyaendesha hapa, ambao wote kumkamata Lissu, focus kamata, lakini baada ya kumkamata tunafanya naye ni nani, uwezo wake ni upi, hawakufikiria wao. Focus yao ilikuwa wanakalia moto. Hii toka Umoja wa Mataifa ni working group ya Umoja wa Mataifa iliyoendelea. Sisi ni nchi huru, lakini baada ya muda wanapiga picha na waziri wa posti. Leo waziri wetu amepiga picha na waziri wa hili ambazo Watanzania wote wajue Umoja wa Mataifa umezungumza nini kuhusu kinachoendelea Tanzania. Na nataka niwaambie wanachadema na Watanzania, Lissu mwenyewe ametuambia hapa, hakuna kukata tamaa. Nimesema tangu siku ya kwanza, hakuna kurudi nyuma, hakuna kusujudia binadamu, hakuna kukata tamaa, na tutashinda. Wanachomfanyia Lissu ndicho makaburu walichomfanyia Mandela, na Lissu atatoka humu akiwa shujaa na akiwa mshindi bila kuwapigia magoti. Tunajua ni kweli Lissu anaumia gerezani, sio sehemu nzuri, tuliopitia huko tunajua, lakini hatuwezi kusujudu binadamu ili tutoke kununua uhuru wetu. Hilo hatutafanya, hilo wajue kabisa tutafanya. Na haya mambo yanasikitisha kwa sababu majaji wamesema tunarudi saa 5 kamili. Iweje watu warudi saa 8 karibia saa 9 na hakuna kilichozungumzwa? Hebu chukua hilo swala liweke kwamba Chadema au Lissu ndio ameambiwa arudi mahakamani saa 5 na bila kutoa taarifa yoyote arudi saa 8 na majaji waje waingie hapo. Inawezekana hicho kitu? Sasa haya mambo yanavyofanya yanaerodi heshima ya mahakama, na lazima tuyaseme. Na lengo la hawa watu kutaka kuleta masuala ya tarehe 29 humu, tunaijua lengo lake ni kwamba wampake Lissu na chama chetu masuala ya tarehe 29 ambayo ndio walioyafanya wao wenyewe ili wafute chama chetu. Hilo halitawezekana. Chadema ilishavuka level ya kufutwa. Huwezi kufuta imani ya watu. Chadema ni imani, huwezi. Wanataka kuleta hapa mambo ambayo hayapo. Tukio unasema Lissu amefanya kosa tarehe 3 mwezi wa 4. Masuala ya tarehe 29 yanatoka wapi kwa Lissu? Mwezi wa 10. Ndicho hilo jambo walilotaka kufanya kwangu. Wamenikamata siku 14 kabla. Vimechomwa vituo vya daradara si na nini. Wakaja kuniambia kwamba mimi nilikuwa si Ubungo Msewe, wakati walikuwa na mimi kituo cha polisi Mtumba Dodoma. Sasa watu wanawauliza, hivi huyu mtu mliyekuwa naye aliruka kutoka kituo cha polisi Mtumba kuja kuchoma vituo? Na mimi shahidi yangu namba 1 angekuwa OCD wa Mtumba na viongozi wa polisi pale Mtumba na RPC wa Dodoma. Mwisho wakaona aibu, wakapotezea tu. Siku 21 wamekaa na mimi. Unawezaje? Na majaji wamezungumza vizuri sana. Unawezaje kuleta, unataka kuongeza ushahidi kwenye matukio, ushahidi ambao haukuwepo wakati kosa linafanyika? Si kama mnanielewa? Yaani unataka kuleta kitu unaita ushahidi uliotokea wakati huo ushahidi unatokea, yaani kosa linatokea, huo ushahidi ulikuwa haupo bado, unauletaje hapa? Na actually Dr. Nchara, hao watu wangeleta hicho kitu humo, kingeingia humo, wangejuta kuzaliwa. Kwa sababu lazima wangesema hapa,
Hayo wanayoyaficha kwenye tume huyo watahojiwa hapa hadharani, waseme nani aliyetuma watu kupiga watu risasi, waliua watu wangapi, makaburi hayo ya wao watu yako wapi, watatueleza. Wakitaka kuyaingiza maswala watasema. Lissu mwenyewe amesema hapa kwamba thubutuni kuyaleta muone. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwa ujumla, kama tulivyosema siku ya kwanza, this is a political case. Ni kesi ya kisiasa ya kuonea watu ambao mnashindwa kushindana nao kisiasa, kwa kutumia rasilimali za nchi yetu kuonea watu ambao mmekubaliana tangu mwaka 92 kwamba tutakuwa na siasa za vyama vingi. Kama mlizoea kufanya siasa na vyama vya mfukoni, sisi Chadema ni chama kinachotaka kushinda nchi hii, sio chama unachoweza kukirimoti. Sisi hatutafanya siasa za makubaliano ya pembeni. Tutafanya siasa na wananchi barabarani. Wananchi ndio watatuhukumu sisi. Kama walizoea makubaliano ya kwenye corridors, wasahau. Makubaliano yoyote ambayo Chadema itafanya ni makubaliano yenye maslahi na umma wa Tanzania, sio makubaliano yenye maslahi na watu wachache. Kwa hiyo waelewe hilo kwamba tulikubaliana tangu mwaka 92 siasa za vyama vingi, na siasa za vyama vingi ni kushindana. Wana upande wao wa kusifia, praise and worship. Praise and worship, timu ya kuimba na kumwabudu rais wanayo. Waache na sisi tumkosoe, alafu wananchi watapima kati ya hiyo timu inayoimba na kuabudu na timu inayosema mmeshindwa kazi, hamwezi hata kutengeneza choo, mnauza madini kwa wazungu, mnauza bandari kwa Waarabu, alafu wananchi waone nani anasema ukweli na wao waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri? Hakuna intimidation na hakuna shortcut. Leo ni siku ya huzuni kabisa, kwa sababu kama anafanyiwa hivi mtu ambaye anasikika, anaonekana, wananchi wangapi wanaonewa na watu wa jamhuri? Na kwa nini mawakili wa serikali wanataka kujifanya wao ni majaji, wakati wao wanataka kuwa wao ni ofisi ya DPP? Kwa nini wanataka kufanya hivi? Yaani wanataka kujigeuza kama wao ndio wa control narrative hapa. Sisi wote, na ili nawaomba majaji, tunapokuja hapa, upande wa serikali na upande wa wananchi tulio kwa upande wa Lissu, tuko sawa na tuwe treated equally. Vinginevyo tutawaambia wananchi kwamba tunapoenda pale mzani hauja balance, kwa sababu mahakama hii mnaona wakati wote imeweka kale kapicha kako hivi kwamba mzani unapokuwa mahakama umefanya nini? Umebalance. Tutakapoona mzani hauja balance, sisi tutasema vile ilivyo, wala hatutatishwa. Naamini kabisa hili lililofanyika leo hapa lingefanyika na upande wetu, watu wangepigwa contempt of the court ya. Naamini kabisa, na tutasema maneno vile yalivyo, na tutakuwa